الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله القائل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال أيضا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. Khutba yetu ya leo tutazungumzia hatari ya kudhulumu, ubaya wa dhulma, mwisho mbaya wa mwenye kudhulumu. Kabla hatujazungumzia hatari yake, ma huwa dhulmu? Dhulma ni kitu gani? Adh-dhulmu wad'u shay'i fi ghairi mahallihi, kitu chochote unapokiweka sipo pake tutakwambia wewe umedhulumu. Mahala hapa kwatakiwa kitu fulani, wewe ukafanya sicho kile kitakiwacho, tutakwambia wewe umedhulumu. Lakini hizi dhulma zatafautiana. Adh-dhulmu darajat au adh-dhulmu anwa'un. Dhulma ziko sampuli nyingi. Dhulma kubwa ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, ndio dhulma kubwa. Na kumdhulumu mzee wako ni tofauti na kama kumdhulumu mtoto wako, na kumdhulumu mtoto wako ni tofauti kama kumdhulumu ndugu yako. Kila ule mtu akiwa karibu zaidi na wewe, ana haki zaidi na wewe, ile dhulma huwa kubwa zaidi. Sasa ikiwa ni kujidhulumu wewe mwenyewe, hii dhulma inakuwa kubwa zaidi. Na ndipo ukaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ile miezi minne mitukufu hakutukataza dhulma tu, alituambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, watakudhulumiana kwa watu wengine na wewe mwenyewe pia hufai kujidhulumu. Na ndiyo kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatukataza sisi alijikataza yeye, ni dhulma. Mambo mengine tumekatazwa ni sisi tu, lakini dhulma Mwenyezi Mungu kabla hajakwambia wewe mwanadamu usidhulumu, alisema yeye mwenyewe, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeiharamisha dhulma, kwangu hakuna dhulma. Baadaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakuhutubu wewe ambao kwamba wataka kukubali kuwa wafaa kuingia katika jina la ya ibadi. Mwenyezi Mungu hakusema ya ayuhal ibad, ya ibadi kuna idhafa, kuna ya unisba, waja wangu mimi. Je, wewe wahisi kwamba ni mja wake? Ikiwa wewe wakubali kuwa ni mja wake, sikiliza, kuna ujumbe amekutumia akwambiaje: inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu mahraman alaykum fala tadhalamu.
mimi nimeiharamishia dhulma, kufanya yasotakiwa, nafsi yangu nimejiharamishia. Waja'altuhu mahraman alaykum, na nikaijalia hiyo dhulma kwenu nyinyi pia ni jambo la haramu. Haramu bila shaka imetosha kuwa ni haramu, lakini asitosheke Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wa jambo kama hili na uzito wake, akatwambia fala tadhalamu, musidhulumiane. Wewe Ramadhani imeingia, je, umeipa Ramadhani haki yake? Umeipatiliza mambo yatakiwao ndani ya Ramadhani? Lao Mwenyezi Mungu akakukhtari hivi sasa, hutojuta kwamba imekufikia Ramadhani na wewe hukufanya litakiwalo? Hutolalamika? Hutosema natamani nirudi, rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu, e Mola nirudishe na mimi nende nikaswali tahajudi, nirudisha na mimi nikaswali jamaa, nirudisha na mimi nikasome Qur'ani, nirudisha na mimi nikasikilize madarasa, nirudisha na mimi nikatoe sadaka. Ujue haya mambo ya kheri yote waoneshwa mwanzo, awwalul wahla, pale roho ikitolewa tu. Roho ikitolewa waoneshwa yale mambo muhimu, mpaka useme laula akhartani ila ajalin qaribin, Mwenyezi Mungu basi hukuniata nanga mpaka nikafika 10 la mwisho. Nani 10 la mwisho? Fa aswadaka, nikatoa sadaka. Kwani ulikatazwa 10 la kwanza? Uliogopa utakuwa maskini. Sasa waona faida ya kutoa sadaka, wamwambia laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin, lakini natija walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Kwa hiyo je, wewe lao Mwenyezi Mungu akakuandikia kwamba ajali yako ni sasa, hutokwenda kukisema kilima kama hichi? Leo wallahi ni wingi walioko makaburini wasema kilima kama hichi, laula akhartani ila ajalin qaribin, natamani kama unganipa na mimi muda nikaweza kufanya ibada zaidi, nikaweza kutoa sadaka zaidi. Kabla muda haujakufutu, usidhulumu Ramadhani, usiyadhulumu mali yako, usidhulumu nafsi yako, ifanyie mambo ya kheri, jitangulizie kila la kheri. Dhulma ni tofauti, lakini dhulma itakavyokuwa ni mbaya, ni kitu kiovu sana, ni kitu kibaya sana, ni kitu chataka kipigwe vita sana. Na leo maisha tunaoishi, kila mmoja hupanga kumdhulumu mwenzake, lakini jua la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, fadhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami, tanamu aynaka walmadhlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu Allahi lam tanami. Hii ndio hakika. La tadhlimanna, usidhulumu, idha ma kunta muqtadira, wakati unapojiona wewe una uwezo wa kufanya utakalo, usifanye utakalo, fanya litakiwalo. Wewe unijui mimi, kutia ndani wewe nitakupoteza. Waambiwa usifanye utakalo, fanya litakiwalo. Sababu unapodhulumu, fadhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami, dhulma mwisho wake hurejea ikawa ni majuto. Tanamu ainaka, yalala mato yako. Wewe umemdhulumu mtu, umempokonya mtu nyumba yake, umempokonya mtu gari yake, umempokonya mtu mke wake, umempokonya mtu mali yake, umempokonya mtu mtaji wake. Wewe ukalala makini, ule alikuwa hanijui mimi, cheza na mimi, tushamaliza dili. Ushamaliza? Waona umemaliza? Tanamu ainaka, yalala kweli mato yako. Walmadhlumu muntabihun, na ule alodhulumiwa miskini hana raha, hajui afanye nini. Yad'u alayka, huku wapiza sasa.
kuapiza kwa Mwenyezi Mungu, wa ainullahi lam tanami, na Mwenyezi Mungu halali. Na ujue Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomtuma Muadh bin Jabal kwenda Yaman, alimpa wasia hunu, akamwambia ya Muadh, ittaqi da'watal madhlum, ewe Muadhi, na kutahadharisha, ogopa dua ya anayedhulumiwa. Ya Rasulullah, ina nini dua alodhulumiwa? Fa innahu laysa bainahu wa baina Allahi hijab, dua ya alodhulumiwa haina pazia, yenda moja kwa moja, haipitii kwa malaika. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anena la ansuranna al-madhluma walau ba'da hinin, nitamnusuru nimnusuru ule alodhulumiwa hata kama ni baadaye, lazima kuna siku nitamnusuru. Na ndio kaona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kutuogopesha kudhulumu atuambia la ta'uddanna al-huquqa ila ahliha, mutazitekeleza haki kwa wenyewe yaum al-qiyama, hatta yuqada lishati al-jalha'i min ash-shati al-qarna'i. Subhanallah, mbuzi pia. Naam, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia mpaka kutatukuliwa kiswasi kwa ule mbuzi aliyokuwa ana pembe, atukuliwe kiswasi kwa mbuzi asiyokuwa na pembe. Mbuzi asiyokuwa na pembe waambie ya Rabbi, huyu alikuwa na pembe, basi akituadhibu sana kwenye zizi. Haya, pembe zende huku, kula yeye sasa. Hayawani ghairu mukallaf, lakini Mtume atuonesha kwamba hatari ya kumdhulumu mtu, hatari ya kumfanyia mwenzako ambalo kwamba wewe ukamwona yeye ni mnyonge msonge, hakuna katika Uislamu. Na ndio utaona masahaba sifa waliokuwa kiusifu Uislamu walikisema, kana yaakulu minna alqawiyu aldhaifa. Hii ilikuwa ni jahilia, wakati walipokwenda Waislamu kwa Hirakli, wakawa Hirakli husikia habari ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Abu Sufyani yule kuwa hampendi Mtume sallallahu alayhi wasallam alimsifu kwa sifa zake, nena huyu yaamuru bisilati rahimi, yaamuru bil adli, yanha anil dhulmi, yanha anil jawri. Mpaka ule Hirakli akawa ashangaa, ikiwa mtu ana sifa namna hii, yuwakataza nyinyi kudhulumiana, kwa nini basi mumpinge? Asema kunna nahnu wa Banu Muttalib farasai rihani, sisi na Banu Muttalib tulikuwa sanjare, yani ngoma draw. Wao wakitukua kikombe hichi, si utukua kikombe hichi. Wao wakishinda kwenye mashindano haya, sisi ushinda mashindano haya. Leo wao wana Mtume, sisi tunana yeo, wao wana Mtume, sisi tutaweza? Na sote tukubaliana Mtume bado nani mmoja, Mtume amekuja kwao, kwa hiyo hakuna budi tumpinge sasa. Lakini alikubali kwamba anayoamrisha ni mambo mazuri, yuwakataza dhulma na yuwakataza an yakula alqawiyyu minna aldhaifa, mwenye uweza amsonge yule ambaye kwamba hana uweza. Lakini leo Waislamu baada ya kuja huyu Mtume ambaye kwamba wasokuwa Waislamu walilikubali hili jambo zuri, ndio tufanyia nao sisi. Angalia ubaya wa kudhulumu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kulikuwa kuna watu swala ya alfajiri ikipigwa salamu hutoka kwa uwio, yani hutoka kwa mbio haraka haraka, ile assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, wao hao ndio hutoka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akauliza, ma balul ithnani, hebu nipenda mimi habari wale watu wawili, mbona leo wengi ukipiga salamu mbio, kila mmoja na haraka? Na mtu pengine akakutolea dalili, Mwenyezi Mungu anena fa idha qudhiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, akakoma hapo. Baadaye wadhkurullaha, wewe ulipotoka ulikwenda ukamtaja Mwenyezi Mungu, au hiyo huitaki sipako hapo halikukugusa yeye? Fa idha qudhiyati salatu fantashiru, tatoka
wabtaghu min fadlillah. Mwenyezi Mungu kwambia nendani mkazengee kazi, nendani mkazengee riziki. Basi Mungu alikoma hapo? Hakuna wadhkurullaha kathira? Hiyo ya mashekhe umekuwa aya huigawanya sasa. Ala kulli hal, mtume ilikuwa hapendi tabia kama hii. Mtu akimaliza swala ndio ametoka. Sasa mtume SAW akanena, hebu nifanyieni investigation, munipe ripoti ya wale watu wawili, mbona kila akimaliza kuswali watoka? Ilikuwa swala alfajiri ni wale jamaa maswahaba wakaambia, bwana mtume SAW amewaulizia kwamba kila siku nyinyi mkimaliza kuswali watu wote huwa wamebaki, nyinyi mwatoka. Mmoja akaja akamwambia, ya Rasulullah, ni kweli mimi kila nikimaliza swala natoka, lakini ya Rasulullah, mimi linitoalo ni hili, sijui utaniruhusu? Sikiza watu walivyokuwa wakiishi hawa. Ya Rasulullah, hii nguo ninaokuja kuswalia huwa mke wangu yuwaisubiri, mke wangu hana nguo nyingine. Sasa mimi nifike nyumbani mvue chikikoi ndio yeye akifunge juu aswalie. Sasa mimi hubidi nikimaliza kuswali nitoke kwa haraka ili na mke wangu aiwahi alfajiri kabla ya wakati haujatoka. Galia watu hao. Hakusema na udhuru basi sina tangu ya kuswalia, taenda kutukua loni. Wewe unaopa kuketi wenda kutukua riba kwa ajili yotaka nyumba ni ndogo, hii sasa taka kubwa zaidi. Huyu hana nguo ya kuswalia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mithluka yu'dharu, ikiwa utatoka kwa jambo kama hilo ruhusa. Sijui mimi na wewe tutatoka kwa lipi. Wa pili naye akaja akasikia bwana habari ni hiyo, je kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, mimi linitoalo nyumba yangu, jirani yangu ni Myahudi, na Myahudi ana mtende kwenye nyumba yake, ule mtende umelalia kwenye boma langu, na siku hizi za tende, zile tende usiku huanguka zikaangukia upande wangu, na mimi nina watoto, naogopa wale watoto wakiinuka watakwenda kuzitukua zile tende, wafanye nini? Wazile, na zile tende si haki yangu, ni haki ya ule Myahudi. Nitakuwa mmewazoesha watoto wangu kula nini? Mali ya haramu. Kwa hiyo nakimbilia kabla ya watoto hawajainuka, nichukue zile tende niziingize kwenye boma la mwenzangu. Boma la Myahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mithluka yu'dharu, ikiwa na wewe utatoka kwa ajili ya jambo kama hilo, udhuru huo. Leo wewe watu wana kipengele, tukua nawe mali ya Meru huyo, alokuambia ruhusa nani ule? Myahudi huyu. Myahudi. Sitojua Mayahudi namna gani walivyokuwa, mpaka Mtume fikiria aliwatoa Madina akamwambia hamna ruhusa tena, lakini hakumruhusu Muislamu tena kuwaruhusu watoto wadogo. Angemwambia basi watoto fahamuni, kisha hawakuangua, zimeanguka wenyewe. Na hawa ndio walokuwa wakakuwa kwa hima ya Uislamu. Lakini mtoto yualishwa kwenye haramu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akluhu min haram wa mashrabuhu min haram wa ghudhiya min haram fa anna yustajaba lahu. Amelelewa kwa haramu tupu, melelewa na riba tupu, melelewa na rushwa tupu, kinwa mikono, dua hiyo itajibiwa na nani? Lakini watoto kuanzia udogoni waipushwa haramu, waipushwa dhulma. Lazima mtoto kama huyo akiinukia aipende dini, aipende Qur'ani, aiheshimu dini, afurahie dini. Dhulma ni kitu kibaya sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia katika Qur'ani, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ilipoteremka aya kama hini kwamba wale walioamini na imani yao hawakuifanyia ilbas, kuitanganya na dhulma, kuidangamaniza na dhulma, maswahaba kaona yani wewe muumini usifanye jambo, ya Rasulullah kulifna ma la nutiq. Hapa sasa Mungu hapa umetukalifisha jambo, na sisi tunajua Mungu hakalifishi jambo. Unajua
Sisi tumeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu atujua sisi, akujua wewe kitu gani kwako wewe chawezekana na kitu gani kwako wewe hakiwezekani, na kitu gani kwako wewe ni sawa na kitu gani kwako wewe si sawa, na kitu gani kwako wewe ni maslahi. Ikiwa au ndao tu gari ukwambia hii ya petroli usiitie diesel, kwamba ayua hii haisilihi, kwa hiyo huwezi kunena au naye amekosea mimi nitatia diesel. Hatia uangalie, au hii ya diesel itia petroli, tia uangalie. Sasa Mwenyezi Mungu alipotuumba kisha akatuelezea hakika yetu kwamba yeye atuamrisha mambo gani, akatuambia la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hakuna jambo la amrishwa na wewe na Mwenyezi Mungu ukasema lakini hapa Mungu bwana, kwa sababu yeye asema la yukallifu, hawezi kukalifisha. Kukalifisha ni kukuamrisha. Mwenyezi Mungu hawezi kukuamrisha kitu, lazima waliweza ni kuliridhia. Suala liko hapo tu, kuliridhia na kulipenda. Wajua binadamu akipenda na akiridhia haoni uzito. Kuna mtu wewe mwambie mimi nitakulipa utakayo, uketi Mombasa atakwambia, na yeye uketi kijijini hana taa, hana friji, hana TV, lakini bukhair wa 50 fi qararin makin, raha, kwambia haya ndio maisha. Na wewe ukaambiwa siku moja nenda ukalale tu, huwezi. Sasa tatizo liko wapi? Nyote binadamu, sababu yeye ameridhia, wewe hukuridhia. Yeye amependa, wewe hukupenda. Kwa hiyo ila iko kwenye hapo, lakini ila haiko kwenye uweza. Hawa masahaba akamwambia Mtume SAW, hapa sisi tumeamrishwa jambo hatuliwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, makusudiwa walam yalbisu imanahum bidhulmin, ni shirka kubwa, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Dhulma iliyokusudiwa hapa ni ile dhulma kubwa. Inna shirka la dhulmun adhim, yani ule mwenye alomwamini Mwenyezi Mungu na asimshirikishe ndio makusudiwa, lakini sio asifanye dhulma yoyote kwamba huyo hana imani. Hapa makusudiwa asimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukimalizia, kuna hadithi hii nitaka tusikilize vizuri. Mwenyezi Mungu atuambia mambo gani? Atuambia, ajaban laka ya ibn adama ma ansaftani, mimi nashangaa na wewe binadamu hujanifanyia usawa. Mwenyezi Mungu akwambia, wewe binadamu hujanifanyia sawa. Usawa gani ya Rabb? Ay ma adalta baini wa bainaka khalaqtuka wa ta'budu ghairi, mimi ndo nilokuumba, kwa nini uenda kumwabudu asiyokuumba? Mimi ndo nilokuumba, lakini ibada wa muabudu mwingine ni usawa bwana namna hiyo? Wewe angalia mtu ukwambia mimi ndo nilokukodisha, mimi ndo nilokuandika kazi, kumbe wewe wafanya kazi watu wengine, wewe mbwa sana eh? Sasa Mwenyezi Mungu akwambia tena, Mwenyezi Mungu ataka kutukani, ukwambia si usawa ulofanya. Angalia usulubi wa kuzungumza. Wewe utaenda kutukana watu kazini, Mwenyezi Mungu alokuumba na yozungumza na wewe matamshi mazuri. Ma ansaftani, hujafanya usawa, hujafanya uadilifu, si sawa namna hiyo. Mimi ndio nilokuumba kisha wewe ukamwabudu mwingine. Warazaqtuka, mimi ndo nilokuruzuku, watashkuru ghairi, wewe kumshukuru hunishukuru mimi wamshukuru mwingine. Bwana kama si wewe bwana ningekuwa nani angenitambua? Unao siku moja ulishukuru kumwambia lakal hamdu ya Rabb, wewe hata haikupitiki. Waweza kuwa washukuru kwamba man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, lakini hakikatu shukri kwamba hata huyu mtu ukimshukuru, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku moja ushawahi kumshukuru? Atahabbabu ilayka bin ni'am, mimi najipendekeza kwako wewe kwa neema tofauti tofauti. Angalia, najipendekeza, Mwenyezi Mungu ajipendekeza kwetu sisi neema tofauti tofauti. Neema ya afya, wewe ukitaka kujijua una neema, nenda hospitali ukatembelee. Tena nenda Generali, usende kule kwenye maesi, na nenda kule umuone mtu ukaona ile hali, utaona wewe uko kwenye hali namna gani. Atahabbabu ilayka, najipendekeza kwako wewe bin ni'am wa ana ghaniyun anka. Kwa nini nijipendekeze na mimi ghaniyun, sina haja kitu kwako wewe? Mimi najipendekeza kwako. Kawaida mtu hujipendekeza kwamba ana malengo. Allah ana malengo gani kwangu mimi na wewe?
lakini akwambia anajipendekeza kwako wewe. Watatabaghadhu ilayya bil maasi, na wewe wajitukiza kwangu kwa maasiya. Basi angalau na wewe kama huwezi kufanya ile sawa, basi usiniasi. Neema zote ninazozijipendekeza kwako wewe nikakufanyia uzuri, umekuwa fadhila zake, basi wanilipa kwa kuniasi. Tena maasiya yenyewe, wa anta faqirun ilayya, wanihitajia. Angalau wewe umuoneshe mtu jeuri kwamba una hakika wewe ufanye nini, humuhitaji. Na ndio Mwenyezi Mungu akatangaza kwenye Qur'ani, antumul fuqara'u ila Allah, sote ni fuqara, hakuna somuhitajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khairi ilayka nazilu, mimi nakuteremshia khairi kila siku. Wa sharruka ilayya sa'idun, badala mimi nikikuteremshia khairi na wewe unteremshia ibada, wewe wanipandishia shari. Je, ni sawa namna hiyo? La mwisho, Ramadhani tumeingia, tujitahidi tusidhulumu nafsi zetu, tusiwadhulumu wendani wetu. Ikiwa una dhulma yoyote ulomfanyia, wamdhulumu mke wako, wawadhulumu watoto wako, na dhulma kubwa ya mke wako na watoto wako, je, watoto wako na mke wako waijua dini? Ikiwa hawaijui dini, ujue umewadhulumu. Hata kama una gari umempa V8, watoto umewapa kila mmoja nyumba, lakini ikiwa hukuwafundisha dini, wallahi utakwenda kujuta siku ya Kiyama. Kwa nafsi ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam atwambia kwamba siku ya Kiyama kuna mtu atahukumiwa ende peponi, mara asikie nyuma yake, ya Rabbi iqtussani min hadha dhalim, Mola nitukulie kisasi kwa huyu dhalimu alionidhulumu mimi. Azunguke, fa idha huwa bi zawjatihi, kitahamaka muona ni mke wake ndo anashtaki. Wewe wanishtakia mimi nimekudhulumu? Naam ya Rabbi, huyu amenidhulumu. Ya Rabbi, muulize mimi nimemdhulumu nini? Mtaa likikaa mtaa peke yake, hata hauna watu. Gari alikuwa akitembelea na wewe hakuna ndani ya mji kama huo. Channel alikuwa akizipata si za kinazuku na nini, za kutoka nde. Yani wewe waona kutekeleza haya malahati, hizi mambo ya mapumbazi, ushakamilisha kwamba ushatekeleza jukumu. Mwanamke anene ndiyo ya Rabbi, lakini huyu hata siku moja hakuniuliza katika ibada yako jambo. Mimi nilikuwa siswali sababu ni yeye huyu mume. Mimi kwetu nilikuwa na swali wakati nikiwa na babangu na mamangu, kwa sababu wazee walikinisimamia. Ujue wewe ukimuoa mwanamke ushafanya transfer ya logbook, ilikuwa kwa wazazi, sasa imekuja kwako. Ikigonga, insurance responsibility ni wewe. Kwa hiyo ule mke utakwenda kuulizwa wewe, sio kwa wazazi wake ndio hakumfundisha. Ni jukumu lako sasa. Watoto utakwenda kuulizwa, waseme ndiyo baba, ndiyo ya Rabbi, ametusomesha skuli nzuri, medical service ilikuwa tukipata katika hospitali nzuri, kila kitu sisi tulikipata katika high classic, lakini ila dini tulikuwa tuko kwenye low, hakuna dini kabisa. Ni dhulma hiyo, utakwenda kuulizwa. Kwa hiyo toka leo uende nyumbani kwako ufikirie masala haya, jibu lake utalijibu aina gani? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, tuepushie kila la shari. Alokufa Mwenyezi Mungu amrehemu, na walopata msiba kama huu Mwenyezi Mungu aliwaze, na sisi tulokuwa hai ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.